Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Iblis hali ya kuwa anajua atakuja kumaasi? Mpenzi mtazamaji, kabla ya yote ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, katika Uislamu wasomi na wanazuoni wa tafsiri wameeleza kuwa kuumbwa kwa Ibilisi si jambo la bahati mbaya, bali kuna hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yake. Hapa kuna sababu kuu 5 kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba Iblis. Sababu ya kwanza, mtihani kwa wanadamu. Dunia imeumbwa kama sehemu ya mitihani. Bila kuwepo kwa upinzani au vishawishi, kusingekuwa na maana ya kuchagua kati ya heri na shari. Ibilisi anatumika kama kipimo cha kuonesha nani ni mkweli katika imani yake na nani anafuata matamanio yake. Sababu ya pili, kudhihirisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kupitia kuwepo kwa Iblis na vishawishi vyake, sifa nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala zinadhihiri kwa vitendo. Mfano, sifa ya Mungu ya Al-Ghafur, mwenye kusamehe. Kama kusingekuwa na dhambi kusingekuwa na dhambi zinazochochewa na Iblis, sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, yani kusamehe, isingekuwa na mahali pa kudhihirika. Pia At-Tawwab, sifa ya Mwenyezi Mungu mwenye kupokea toba, inatupa fursa ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuteleza. Mpenzi mtazamaji, tunaona Iblis amechochea kudhihiri sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya 3, kupata daraja za juu peponi. Mapambano dhidi ya Ibilisi yanampa mwanadamu mu'min fursa ya kupata thawabu. Mtu anayeshinda vishawishi vya shetani anapata daraja ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mtu ambaye hakuwa na kizuizi chochote. Ni sawa na mwanariadha anayepata medali baada ya kukimbia mbio ngumu. Ugumu wa mbio ndio unaotoa thamani ya ushindi. Sababu ya 4, ili binadamu ajijue udhaifu wake. Ibilisi anatukumbusha kuwa sisi viumbe wanadamu ni wadhaifu na tunamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kila wakati. Pale ambapo tunapojilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shetani, yani kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, inatuimarisha uhusiano wetu na muumba wetu. Hivyo basi, kupitia Iblis tunaona umuhimu wa muumba wetu. Iblis, tunapojikinga kutokana na mashaitani na Iblis, basi uhusiano wetu na Allah subhanahu wa ta'ala unazidi kuimarika na tunaona umuhimu wake kwetu. Sababu ya 5, kutofautisha kati ya wachafu na wazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu kabla hakijatokea, lakini anaruhusu mambo yatokee ili iwe hoja dhidi ya kiumbe siku ya Kiyama. Ibilisi anasaidia kuchuja wale ambao wana mioyo safi na wale ambao wana mioyo ya kiburi kama yeye. Hivyo basi, wale ambao wanakuwa na mioyo ya kiburi huwa ni wafuasi wa shetani, wafuasi wa Ibilisi, na wale ambao wanakuwa na mioyo mizuri ndio wanakuwa safi na wanakuwa watu wa mtume na Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhtasari wa hekima.
Ibilisi hakuumbwa ili amshinda Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hilo haliwezekani. Hilo haliwezekani, bali aliumbwa Ibilisi ili awe chombo cha kuwakamilisha waumini bila giza. Tusingejua thamani ya mwanga, yaani bila giza tusingejua thamani ya mwanga, Qur'an. Na hatukumfanya Ibilisi awe na mamlaka juu yao, isipokuwa ili tumtambue anaiamini akhira na aliye na shaka nayo. Surati Saba aya ya 21. Mpenzi mtazamaji, kutokea hapa ninaamini umefahamu walau kwa uchache kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba Iblis. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokuja kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa niseme wabillahi tawfiq wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhibbukum bila hudud fi amanillah wa ila liqa.